Kesi ya Sin Diddy ambaye anajulikana kama Combs haijarushwa moja kwa moja live kwa sababu ya sheria za mahakama za Marekani zinazopinga marufuku ya matumizi ya kamera na vifaa vya kurekodi katika kesi za jinai za shirikisho. Hii inatokana na kanuni ya shirikisho utaratibu wa jinai ya 53 Federal Rule of Criminal Procedures ya 53 ambayo inakataza upigaji wa picha au utangazaji wa mashauri ya mahakama ya jinai ya shirikisho. Tofauti na baadhi ya kesi za jinai katika mahakama za majimbo ambapo kamera huruhusiwa kwa uamuzi wa jaji, kesi za shirikisho zina sheria kali zaidi. Kwa hiyo kesi ya Diddy inayofanyika katika mahakama ya shirikisho ya Manhattan haiwezi kurushwa moja kwa moja kupitia televisheni ya mtindo ya kijamii. Hata hivyo, vyombo vya habari vinatoa taarifa za moja kwa moja kupitia maandishi na picha za michoro za mahakama. Courtroom sketches hurushwa kwa mfano ama tovuti kama CBS, New York na Sky News hutoa masaisho ya kila siku kuhusu mwenendo wa kesi hiyo. Kwa kuwa kesi hii inahusishwa na mada nyeti kama unyanyasaji wa kijinsia na ushahidi wa picha na video za faragha, kutoruhusiwa utangazaji wa moja kwa moja kunalinda faragha ya wahusika na kuhakikisha haki ya mchakato wa kisheria. Kwa sasa mashahidi muhimu kama Kesi Ventura wameendelea kutoa ushahidi wa kina kuhusu madai ya unyanyasaji wa kimwili kingono dhidi ya Combs. Kesi hii inatarajiwa kuendelea hapo katika wiki kadhaa zijazo. Sasa pengine ulikuwa hujui kesi hii mpaka sasa sakata lake likoje? Nafikiri umeshajua kuhusiana na sababu ambazo zinafanya mpaka kesi hii isiweze kurushwa live moja kwa moja kupitia televisheni. Ingawa watu wengi waliuliza kwa nini kesi hii haijarushwa, basi hiyo ndo sababu za huko mahakama za Kimarekani. Sasa kesi ya Sin Diddy Combs inaendelea katika mahakama ya shirikisho mjini New York ambapo mshtakiwa kwa makosa ya usafirishaji haramu wa binadamu kwa ajili ya ngono, yani sex trafficking, uhalifu wa mitindo, yani racketeering, na unyanyasaji wa kijinsia. Mashahidi wakuu akiwemo Kesi Ventura aliyekuwa mpenzi wake wameanza kutoa ushahidi wa kina kuhusu madai ya unyanyasaji wa kimwili, kingono na kisaikolojia. Ushahidi wa Kesi Ventura ambao walitoa ilikuwa ni kama ifuatavyo. Kesi Ventura ambaye alikuwa katika uhusiano wa muda mrefu na Combs alieleza kwa uzalilishwaji na kushiriki katika matukio ya ngono na kuzalilishwa yanayojulikana kama freak-offs, ambapo alihusishwa na wanaume wengine kwa ajili ya kumridhisha Combs. Alidai kuwa Combs alirekodi matukio haya na kutumia video hizo kama njia ya kumtisha na kumdhibiti katika ushahidi wake. Kesi alieleza kuwa alilazimika kutumia dawa ya ketamine ili kujitenga na hali halisi wakati wa matukio hayo ya unyanyasaji. Aidha, kesi alieleza kuhusu tukio la mwaka 2016 ambapo Combs alimpiga katika corridor ya hoteli, tukio ambalo lilinaswa kwenye kamera video inayomuonesha mahakamani. Alidai pia alilazimishwa kumuita Combs kwa majina ya ajabu kama Pop Grandfather wakati wa matukio hayo ya unyanyasaji, madai ya unyanyasaji wa kimwili na kingono. Kesi alieleza kuwa alibakwa na Combs mwaka 2018 baada ya mazungumzo ya kile alichodhani kuwa ni ya kufunga ukurasa wa uhusiano wao. Pia alitoa ushahidi kuhusu tukio la mwaka 2013 ambapo alijeruhiwa vibaya kwenye paji la uso baada ya kushambuliwa na Combs, jeraha ambalo lilihitaji kushonwa na kuacha kovu la kudumu. Msimamo wa utetezi. Wakili wa utetezi Combs anadai kuwa uhusiano kati ya Combs na kesi ulikuwa wa ridhaa na kwamba matukio hayo yote yaliyotajwa yalifanyika kwa makubaliano ya pande zote. Combs amekana mashtaka yote na kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha kizuizi cha Metropolitan huko Brooklyn akisubiri uamuzi wa kesi. Hatua zilizofuata. Kesi hii ilianza Mei 5 mwaka 2025 na inatarajiwa kuendelea kwa muda wa wiki 4. Mashahidi wengine wanatarajiwa kutoa ushahidi na kesi atarejea mahakamani kwa ajili ya kuhojiwa na upande wa utetezi. Au kesi hii imevutia hisia kubwa kutokana na uzito wa madai na nafasi ya Combs kutokana na tasnia ya muziki. Sin Diddy Combs alikamatwa tarehe 16 Septemba mwaka 2024 na maafisa wa upelelezi wa usalama wa ndani, Homeland Security Investigation, huko Manhattan, New York, baada ya jopo la waamuzi Grand Jury kumfungulia mashtaka ya shirikisho. Mashtaka hayo yalihusisha tuhuma za kushiriki katika njama za uhalifu, yani racketeering, conspiracy, usafirishaji wa binadamu kwa ajili ya ngono kwa kutumia nguvu, udanganyifu au kulazimisha, sex trafficking by force, lakini pia kusafirisha watu kwa
madhumuni ya ukahaba, transporting for purpose of prostitution. Siku iliyofuata, Septemba 17 mwaka 2024, Combs alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza ambapo alikana mashtaka yote. Hata hivyo, mahakama ya shirikisho ilikataa ombi lake la dhamana, akieleza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kutishia na kuingilia mashahidi. Hata baada ya mawakili wake kupendekeza dhamana ya dola milioni 50 na masharti mengine kama kizuizi cha nyumbani, mahakama ilikataa ombi hilo na kuamuru aendelee kuzuiliwa katika kituo cha kuzuia cha Metropolitan, ambapo kilichopo huko Brooklyn, New York, Marekani. Kabla ya kukamatwa mnamo Machi 25 mwaka 2024, maafisa wa usalama walifanya msako katika mali zake zilizopo Los Angeles, New York na Miami. Katika upekuzi huo, walikamata vifaa vya kielektroniki, dawa za kulevya kama ketamine pamoja na GHB, bunduki 3 za AR-15 zilizobadilishwa kinyume cha sheria na zaidi ya chupa 1000 za mafuta ya watoto na vilainishi. Kesi ya Diddy Combs ilianza rasmi mnamo Mei 5 mwaka 2025 na inatarajiwa kuendelea kwa muda wa wiki 4. Mashahidi kadhaa ikiwemo waathirika wa awali wanatarajiwa kutoa ushahidi kuhusu madai ya unyanyasaji wa kingono, matumizi ya dawa za kulevya na vitisho vya kimwili. Combs amekana mashtaka yote, lakini ikiwa atapatikana na hatia, anaweza kuhukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Ukisikia neno freak-off ambalo umeweza kulisikia huko juu katika maelezo, ni jina lilotolewa mahakamani kueleza matukio ya kingono, ya kulazimishwa au kudhalilishwa ambayo Sin P. Diddy Combs anadaiwa kuwalazimisha wanawake, hasa aliyekuwa mpenzi wake Casey Ventura, kushiriki kama sehemu ya maisha ya udhibiti na unyanyasaji. Kwa maelezo zaidi kuhusiana na mambo ya freak-off, Casey Ventura alieleza mahakamani kuwa freak-offs ni matukio ya kingono ambapo alilazimishwa kushiriki na wanaume wengine mbele ya Combs au kwa mpango wake, huku yeye Casey akiwa hajapenda, akiwa amelewa na amedungwa dawa. Na mara nyingi matukio hayo yakinakiliwa kuwa kwa video, pamoja na Combs aliweza kurekodi baadhi ya ushahidi wa video. Udhalilishaji na ukatili wa Casey alidai alilazimika kumuita Combs kwa majina ya kumdhalilisha kama pop au grandfather wakati wa matukio hayo, huku akiwa hajui kama ni sehemu ya michezo ya kingono au. Yeye alisema pia kwamba Diddy alipenda kumtawala na kumdhalilisha kisaikolojia kwa kutumia hayo matukio. Matukio ya dawa za vitisho, Casey alieleza kuwa alihisi kulazimika kutumia ketamine kabla ya freak-offs ili asiwaze kuhisi maumivu ya kiakili, aibu. Alikuwa akiishi kwa hofu, huku akitishiwa kisiasa na kifedha kwamba maisha yake yatavunjika ikiwa hatatii malengo ya kurekodi video. Diddy aliripotiwa kuwa na tabia ya kurekodi video za freak-off ambazo Casey Ventura alisema zilitumiwa kama zana ya kumdhibiti na kumtishia, ikiwa ni pamoja na kumzuia asimtoroke au kumfichua yaliokuwa yanatokea. Matukio ya kiakili ya Casey Ventura alisema alijihisi kama mzoga anayetembea kwa miaka mingi kutokana na jinsi alivyotendewa na kutumiwa kwa matukio hayo. Muktadha kadhaa wa kisheria, freak-offs ni sehemu ya ushahidi unaotumika kuonyesha jinsi Combs alivyotumia nguvu, vitishio na dawa na hila kuhusisha wanawake katika mambo hayo ya unyanyasaji wa kingono. Moja ya mashtaka makubwa dhidi yake katika kesi ya shirikisho, shahidi umetolewa chini ya kiapo na siasa unaozingatiwa kama sehemu muhimu ya kudhibiti mfumo wa udhibiti wa kingono na kisaikolojia alokuwa nao. Sasa hiyo ndio habari nzima kuhusiana na kesi ambayo inaendelea ya P. Diddy. Hapa ni Blue House Dax Media, mimi ni Daud Alexander Scott Rizzi.